naomba nimshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo. Yeye mwenyewe ameshatangulia kusema hapa tangia enzi za kwamba mimi nilikuwa backbencher. Nilikuwa backbencher bungeni kwa takriban miaka 3. Lakini amekuwa kaka mwema sana kwangu, amekuwa mentor. Kila mara nikichangia bungeni ni kama alikuwa mwalimu anasaisha. Anasema mheshimiwa, hapo umefanya vizuri, hapo umefanya vizuri. Kwa hiyo kwa kweli amekuwa mtu mwema sana ambaye anapenda maendeleo ya wadogo zake. Na kwa hiyo kwa nafasi binafsi hiyo ambayo tuliishi kabla ya dhamana ambayo nilipewa ya kwanza naibu waziri, nimshukuru sana kwa mchango mkubwa ambao aliufanya. Lakini la pili, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Selemani Jafo. Katika kipindi cha awamu ya kwanza, cha sehemu ya kwanza ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa sana imefanyika katika sekta mbalimbali, lakini hususan katika Wizara ya Viwanda na Biashara. Kazi ile ya kumsaidia rais isingeweza kukamilika bila ya wasaidizi ambao walikuwa nao. Na katika vipindi tofauti vya wasaidizi hao, na kakaangu Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo ndiye ambaye alikuwa waziri wa mwisho kabla yangu mimi. Kwa hiyo kwa matokeo makubwa ambayo yalipatikana katika kipindi hiko, kwa kweli naomba nimshukuru sana Dr. Jafo kwa mchango wake mkubwa kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa Viwanda na Biashara. Na leo pamoja ni makabidhiano, lakini mimi ninaamini Dr. Jafo ni mzoefu sana serikalini. Ni kiongozi wa muda mrefu na bado tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake. Kwa hiyo ni muombe sana tutakapogonga milango kutaka ushauri na kusemezana maneno, basi tunaendelea kumuomba kama ambavyo tulianza tokea mwanzo kabla tujapewa dhamana, na sasa ambavyo tumepewa dhamana, basi tunamuomba aendelee kushirikiana na sisi katika sekta yetu hii ili tuweze kutimiza malengo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kwa kweli maono yake mara zote, maelekezo yake ni kwamba ni lazima tuhakikishe biashara zinaendelea kufanyika, kwa sababu ndio sekta muhimu sana ya kuchagiza maendeleo kwa Tanzania, lakini hususan vijana ambao yeye kwa kipindi cha awamu hii ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio jicho lake kubwa liko hapo. Kwa nikushukuru sana Mheshimiwa Jafo, na mimi kwa kweli naomba niendelee kukuomba uendelee kutupa ushirikiano huo, lakini vile vile nimshukuru sana kakaangu Mheshimiwa Exaudi Kigae, amekaa hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo na wewe tunatambua sana mchango wako katika wizara hii, na pamoja ambavyo tumemwambia Mheshimiwa Jafo, basi tukiongea milango muendelee kutupa ushirikiano ili tuweze kutimiza vizuri majukumu yetu. Na kwa nyinyi ndugu zangu, nilianza kusema tangia juzi mlitupokea vizuri sana, na mimi sina mashaka kwa kweli kwamba tutaendelea kushirikiana vizuri sana. Nitaendelea kusema ninaamini katika rasilimali watu nilioikuta, na mimi ninaamini wote tupo tayari kuhakikisha Watanzania wanapata matokeo. Baada ya kusema hayo, mimi nashukuru sana Mheshimiwa Jafo na Mungu awabariki sana. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Nadhani ushirikiano mlionipa mtampa dadangu Judith na Patrobas iende vizuri kama mlivyofanya mimi na Exaudi, wafanyeni wema wewe. Katika hili mimi sina mashaka. Basi kwa haya machache sana ya siku hii ya leo, mimi nimefurahi sana. Kazi hii kubwa ambayo natarajia kuifanya inahitaji maombi kwa rais wetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tuendelee kumwombea, lakini tukichapa kazi. Leo mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana. Mimi hapa nimefurahi. Mimi nikutakia kila la heri. Chapa kazi. Hakuna kurudi nyuma. Chapa kazi. 5 years hii Viwanda na Biashara iendelee kufanyaje? Kusonga mbele kama matarajio yake na Mwenyezi Mungu anakuhitaji, na hasa rais wetu anakutarajia katika wizara hii. Nikushukuru sana.